ambayo limeisha wiki moja iliyopita, na alivyorudi moja kwa moja ameanza kazi. Ni jana tu alikuwa amekaa na waheshimiwa madiwani wote wa jimbo la Madaba, kikao ambacho kiliisha jioni sana kama saa 1 kuelekea saa 2 usiku. Lakini baada ya hapo alikuwa na kikao kingine na watu wengine. Kwa hiyo usiku mzima ameendelea na vikao na baadaye asubuhi tunaanza safari ya kuja mahali hapa. Kwa hiyo ameendelea na vikao hivyo kwa kubanana na muda, kwa sababu muda wake ni mchache. Kwa hiyo ndugu zangu wafanyabiashara wa mji wa Madaba, kata ya Lituta na Mahanje, ukiwa kwenye bunge la budget, umekuwa mbunge kwa awamu ya kwanza, lakini kazi uliyoifanya ukiwa bungeni sio kazi ndogo. Umefanya kazi kubwa. Umeongelea masuala ya barabara kuu inayotoka Njombe kwenda Songea, ambayo kwa muda mrefu imekuwa kilio, barabara sio nzuri. Barabara imeleta vifo vingi. Lakini kupitia wewe na msukumo wako, leo barabara imeshapata mkandarasi na tayari imeanza kujengwa. Mheshimiwa mbunge, tunakushukuru sana. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Lakini kama haitoshi, ukiwa bungeni umeongelea shida ya watumishi katika jimbo letu, watumishi wa afya pamoja na walimu, kwamba tuna watumishi wachache, tunahitaji angalau kasi iongezeke ya kuongeza watumishi, pamoja na shida ya ajira. Lakini bado ulilisemea jambo hilo bungeni, na sisi kama wasaidizi wako tulikusikia. Tunakushukuru sana kwa kulisemea jambo hilo. Lakini kama haitoshi, uliongelea mahitaji ya vifaa na madawa kwa ajili ya vituo vyetu vyote vya afya. Kituo cha afya Madaba, kituo cha afya Mateteleka, kituo cha afya Mchangimbole, vyote ulivisemea. Ulisema kwa niaba ya wananchi wote wa jimbo la Madaba. Sisi wasaidizi wako tulikusikia na wananchi walikusikia. Tunakushukuru sana Mheshimiwa mbunge. Pamoja na hayo, uliongea mambo mengi, lakini sisi tulikusikia ukituwakilisha vema. Sisi pamoja na wananchi hawa tunaamini hatukukosea kukuchagua wewe Omari Msigwa kuwa mbunge wa Madaba ili kutuwakilisha. Tunakushukuru sana kwa uwakilishi wako kwenye kikao cha kwanza cha budget kilichofanyika pale Dodoma. Makofi mengi sana kwa mheshimiwa. Wafanyabiashara hawa wana imani kubwa na wewe, na shida yao kubwa ni kuendelea kutengeneza mazingira mazuri ya mji wa Madaba ili waweze kuboresha biashara zao. Mazingira mazuri ni pamoja na barabara, kuendelea kuziboresha, kufungua barabara, lakini zile zilizofunguliwa ujenzi wa lami, lakini zile tunazojenga lami tuweke taa za barabarani ili kuweza kufanya biashara usiku na mchana. Kazi hiyo mheshimiwa mbunge, wewe unaweza na tunakuamini. Tunaomba utusaidie sana. Pamoja na mambo mengine, kwa sababu ya muda, mimi niendelee kukukaribisha na niwaombe sana, kama alivyosema mwenyekiti, wafanyabiashara tuendelee kuwa watulivu ili mbunge aweze kuongea na sisi na nyinyi mpate nafasi ya kuongea naye. Na kesho ameahidi kwenda kupita pale mlima wa Kitengelo ili kupaona. Kesho tarehe 7. Na baada hapo hatua za kuendelea kutafuta fedha kufungua ile barabara zitafuata. Kwa hiyo mbunge wetu ni msikivu. Hilo nitamani lisemee kwa sababu kwa sasa bado hajafika, lakini hapo mahala ameahidi kupaona kesho ili baadaye tuone namna gani anatafuta fedha huko bungeni kwa ajili ya kujenga barabara hii. Lakini sambamba na hilo, barabara ya kipande hiki kinachounganisha kutoka hapa Sakos mpaka hapa njia panda kwenda Mahanje, ili tumeongea sana na mheshimiwa mbunge, na mheshimiwa mbunge ameshalifikisha kwa mheshimiwa waziri kwamba pale pana kero kubwa, na yeye ataongezea mheshimiwa mbunge, na alipo mbioni kupata fedha watu wa TANROADS waje waunganishe hicho kipande ili kuondoa vumbi na kuboresha mji wetu wa Madaba. Haya nitamani niyasemee kwa sababu na mwenyekiti wa halmashauri tuliongea sana na mbunge tuliongea sana. Akiwa huko bungeni tukamwambia tafadhali mbunge tuunganishie lami kipande hicho. Mbunge atalisemea, lakini nimetoa tu utangulizi. Asante.